Tuliahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 iliendeleza tulioanza katika awamu ya 5, na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee. Ninyi ni mashahidi, waheshimiwa wabunge, kuwa kazi iliendelezwa na mengi yalikamilishwa. Kama nilivyoeleza katika hotuba ya kufunga bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu 2025. Niwahakikishie katika miaka 5 ijayo tutalinda na kuendeleza mafanikio haya pamoja na kuleta mafanikio mengine na makubwa zaidi. Katika kipindi cha kampeni, mimi na mgombea mwenza tulitembea nchi yote kuomba kura na tukisikiliza na kuyabeba matakwa na mahitaji ya wananchi katika kujenga nchi yetu kwa maisha bora zaidi ya baadaye. Tuliwaahidi kuwa wakitupa tena dhamana ya kuongoza taifa letu, tajielekeza katika kutekeleza kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele. Yaani kuhakikisha kuwa jitihada zozote tunazozichukua za kuleta maendeleo nchini zitalenga kuinua, kuongeza thamani ya utu wa watu wetu wa Tanzania. Hakika tulisikiliza na kuelewa matamanio ya wananchi ya kupata serikali inayoshughulikia changamoto zao kama vile suala la gharama za maisha, kuongeza fursa za kazi na ajira ili waweze kujiendeleza kiuchumi na kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itachochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kujenga matumaini kwa vijana, wanawake, makundi ya watu wenye ulemavu na hata wazee kuanzia mijini mpaka vijijini. Mheshimiwa Spika, na masuala ambayo niliahidi wananchi kuwa tutaanza kuyafanyia kazi ndani ya siku 100 za mwanzo za kazi. Kwanza kabisa linahusu utumishi na utawala bora, nalo ni suala la uundwaji wa serikali. Niliahidi wananchi kuwa serikali nitakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na yasema haya mapema kwa watendaji waliopo serikalini, na mnaona makatibu wakuu wako hapa, na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia.